Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa. Upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Serikali imesisitizwa kuendelea kutoa elimu mashuleni juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya ambayo yamekuwa yakiwapelekea baadhi ya wanafunzi kushindwa kutimiza ndoto zao. Msisitizo huo umetolewa na baadhi ya wanafunzi katika shule ya sekondari Nguvumali iliyopo jijini Tanga mara baada ya kupatiwa elimu ya madhara ya dawa za kulevya. Kwa matumizi ya dawa za kulevya hasa mashuleni sio nzuri, kwa sababu humpelekea mtu au kundi la watu kuingia katika makundi yalokuwa hatarishi. Na hii ni program ya kujenga amani, lakini sisi tumejikita kwenye eneo la elimu kinga dhidi ya dawa za kulevya, lakini na eneo la kukinga vijana wajue viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini lengo ni kujenga amani bila matumizi ya dawa za kulevya na kuwalinda vijana wetu. Lakini pia kwa ujumla ni hatari kwa jamii. Kwa hiyo tumeelekeza wanafunzi wajiepushe na makundi mbalimbali ya matumizi ya madawa ya kulevya, kwa maana ya bangi, milungi pamoja na madawa mengine. Mwalimu wa shule hiyo amesema watoto wengi wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya wakiwa na umri kati ya miaka 13 na kuendelea. Sasa programu hii kwao ni muhimu kwa sababu inawafunza vizuri kwamba waishi katika maisha gani ambayo yatawaondoa kwenye makundi potofu ambayo mengi makundi yanashawishi katika utumiaji wa madawa ya kulevya. Tuendelee na kurasa. Baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mburahati Madoto jijini Dar es Salaam wamelalamikia mrundikano wa takataka zinazotoa harufu kali, jambo ambalo linasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara hao. Hali kama hii inaniathiri sana, sababu unakuta usiku unauza chakula, kwanza hewa inakuwa chafu, pili inaweza kafika saa 7 kwa sababu mimi nakesha mpaka asubuhi, unakutana na wadudu wanatembea. Dudu linakaa zaidi ya miezi liko hapo, linajaa mpaka watu nafikia tu wanamwaga chini, linaniathiri pakubwa mno. Adha si kwa watumiaji tu, mpaka majirani ndio wanapata adha zaidi, kwa sababu harufu haishi sehemu moja, harufu inapiga hatua kidogo. Kwa hiyo majirani wanapata adha, wapita njia wanapata adha, wafanya biashara wanapata adha pale taka zisipotoka kwa wakati. Kwa hiyo adha hii kwa mtu mmoja, kuanzia mpita njia, jirani, wote ambao wanazunguka eneo la Mburahati wanapata adha. Tumalizie kurasa kwa hili. Katika kuendeleza udhibiti uzalishaji wa pombe haramu ambazo zinatajwa kuhatarisha afya za watumiaji, watu wawili wamekamatwa kwa uzalishaji na usambazaji wa pombe hizo jijini Mwanza. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu hao kwa tuhuma za kukutwa na kemikali hatarishi pamoja na vifaa mbalimbali vinavyotumika kutengeneza pombe bandia. Wito kwa watu wanaojihusisha na tamaa ya fedha, kutaka kupata fedha kwa njia rahisi kwa kutengeneza vinywaji ambavyo viko kinyume na taratibu, waache kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi la polisi litaendelea kuzifanyia kazi taarifa mbalimbali zinazotoka kwa wananchi kuhusiana na uwepo watu wa aina hiyo, na jeshi la polisi litafanya misako yake na hawataachwa bila kuchukuliwa hatua za kisheria. Baadhi ya wakazi wa Mwanza wameeleza wasiwasi wao juu ya usalama wa afya zao kutokana na uwepo wa pombe hizo bandia. Ninapenda kulipongeza jeshi la polisi kwa juhudi zao za kuwasaka hao wanaotengeneza pombe bandia, kwa sababu watoto wetu wanapotumia wanazidi kuchanganyikiwa zaidi. Sisi kama wananchi tumezidi kuwa na wasiwasi kulingana na hizi pombe bandia zinazotengenezwa mtaani. Tunaomba kama serikali iendelee kufanya uchunguzi kwa hizi pombe zinazotengenezwa. Maana hadi sasa hivi wananchi bado tuna wasiwasi, kwa sababu sisi tunaenda kununua bila kuzifanyia uchunguzi. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.